Ni mzazi, naona kama ni mzazi wangu kwa sababu mimi baba yangu mzazi ni mwalimu mstaafu. Sasa huwa najaribu kuangalia namna aliponilea wakati akiwa mwalimu mpaka leo hii nimefika hatua ya kushika microphone na simama kuongea kwa nafasi ya mkuu wa wilaya ambayo nimeteuliwa na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Lazima niseme nyinyi ni wazazi wangu. Lakini la pili, walimu naona kama rafiki zangu kwa sababu mimi kabla sijateuliwa na Mheshimiwa Rais kwenye madaraka haya, nilipokuwa huko jeshini kwa muda mwingi sana nilikuwa mwalimu. Kwa hiyo nafahamu namna walimu ambavyo wana kazi kubwa sana ya kuwaondoa ujinga wale ambao hawana elimu na kuwafanya wawe wenye maarifa. Hongereni sana. Na sisi walimu wote tujipongeze sana. Unajua kuna msemo mmoja batibani nimesahau ni mwanazuoni gani ambaye aliongea hayo, lakini anasema taaluma ya ualimu ndio ambayo inawatengeneza wenye maarifa na wenye taaluma wengine zaidi. Kwa hiyo nyinyi ni watu muhimu sana kwenye jamii yetu. Hakuna mtu ambaye akalipinga hilo. Hakuna kiongozi yote ambaye anaweza kusimama mbele ya walimu akaidhihaki taaluma hii au kada hii ya walimu. Haiwezekani. Na ndio maana hata Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan muda wote ukisikiza kwenye hotuba zake amekuwa akiwataja sana walimu kwa sababu anajua umuhimu wake. Na ndio maana hata Mheshimiwa Mbunge Mchengerwa, Mohamed Omar Mchengerwa, mara zote amekuwa akifanya vikao na nyie, lakini pia alikuwa akiongea sana elimu kwa ajili ya kuboresha mazingira yetu. Sasa niliona tu kwanza nitoe yangu ili kuona namna gani ambapo mimi mkuu wa wilaya sio tunawathamini, lakini naona na mimi ni mwanajumuiya mwenzenu, japokuwa bado sio mwanachama CWT. Sio hata sina siku. Luteni Kanali Frederick Faustin Komba ni mkuu wa wilaya ya Rufiji na niliteuliwa kwenye nafasi hii na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan mnamo tarehe 2 mwezi wa 9 mwaka jana 2024. Kwa niko hapa wilayani kwa kumwakilisha Mheshimiwa Rais kwa shughuli mbalimbali ikiwemo kusimamia shughuli za maendeleo kwa wilaya ya Rufiji, lakini pia kusimamia hali ya usalama kwa ujumla kwenye wilaya hii. Nikiongelea swala la ushiriki wa walimu wetu waliopo kwenye wilaya ya Rufiji kwenye kuleta maendeleo kwenye sekta ya elimu, mimi kwanza niwapongeze sana walimu wote wa wilaya ya Rufiji kwa sababu wamekuwa wakitekeleza majukumu yao bila kujali changamoto ambazo zinawakabili. Nimesikia kwenye risala wameeleza changamoto mbalimbali, lakini bado wakati serikali inaendelea kutatua changamoto hizo, wenyewe wameendelea kuchapa kazi bila kujali hayo yote. Lakini ni kwa nini? Kwa sababu kwanza hao walimu wetu wanafahamu fika kwamba kwenye katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kama kumbukumbu zangu ziko sawa, ibara ya 35 kifungu kidogo cha kwanza ambayo inasema shughuli zote za utendaji wa serikali zitafanywa na watumishi wa serikali kwa niaba ya Mheshimiwa Rais. Sasa kwa kutambua hilo, ndio maana wao wanamsaidia kazi Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Rais wetu wa awamu ya 6 Dr. Samia Suluhu Hassan, wakijua fika kabisa wanatekeleza majukumu hayo, wanatafsiri maono ya Mheshimiwa Rais kwa kuzingatia hiyo ibara ya katiba na hawaendi kinyume na hivyo. Kwa hilo nawapongeza sana. Lakini pia kwa nini wanafanya kazi kwa hamasa namna hiyo? Ni kwa sababu ya hamasa ambayo anaitoa Mheshimiwa Mbunge, Mheshimiwa Mchengerwa. Yeye mara nyingi kwenye hotuba zake amekuwa akieleza kwamba falsafa yake ni mapinduzi ya fikra kwa Wanarufiji. Sasa ukiangalia mapinduzi ya fikra ni kwa vipi? Tunaanzia kwenye elimu. Kwa hiyo walimu bado wanatafsiri hiyo falsafa ya Mheshimiwa Mbunge, Mheshimiwa Mohamed Omar Mchengerwa kwa kuhakikisha wao wanatekeleza wajibu wao wa kutoa maarifa kwa wanafunzi bila kujali changamoto zote ambazo wanakutana nazo au changamoto ambazo ziko mezani kwenye madawati mbalimbali ya serikali zikiwa zinashughulikiwa. Kwa hiyo na mimi kwenye serikali yangu niseme tu, tangu nimefika mwaka jana kwenye wilaya hii nimekuwa nikishirikiana sana na walimu wote, nimekuwa nikishirikiana sana na uongozi wa Chama cha Walimu Tanzania, na kimsingi tumepanga kufanya mkutano mkubwa sana wa walimu ambao tutafanya tukijaliwa mwishoni mwa mwezi wa 4, tuweze kujadiliana na walimu tuone tunaisongeshaji wilaya yetu ya Rufiji kwenye sekta ya elimu na kuhakikisha kwamba maono ya Mheshimiwa Rais tunatafsiri ipasavyo, maono ya Mheshimiwa Mbunge tunatafsiri ipasavyo, na hatimaye wilaya yetu ya Rufiji iweze kupaa kielimu. Na naamini
Kwa ushirikiano ambao wamenipatia, kwa ushirikiano ambao nimeukuta, tutafanikiwa na tutampa heshima Mheshimiwa Rais, tutampa heshima Mheshimiwa Mbunge. Asanteni sana. Majina anaitwa Mwalimu Ramadhan Dihuzi, ni mwenyekiti wa chama cha walimu wilaya ya Rufiji. Leo tumekutana hapa kwenye mkutano mkuu wa chama cha walimu. Kwa mujibu wa katiba yetu, kipindi cha muhula wa miaka mitano huwa kina mikutano mikuu miwili. Kwa hiyo huu ni mkutano wa mwisho ambao mkutano huu utakuwa unapitia taarifa za utendaji kazi, lakini pia unapitia taarifa za fedha katika kipindi hiki cha miaka mitano iliyopita. Japokuwa sisi kama Rufiji tulianza awamu yetu ya uongozi mwaka 2022, kwa hiyo tunakuwa na taarifa ya miaka mitatu. Kwa sasa ndani ya miaka mitano ijayo, vitu ambavyo tunategemea kuvifanya, unajua walimu tunakuwa na changamoto nyingi katika masuala mazima ya haki zetu. Kwa hiyo tunachokwenda kukifanya ni kuhakikisha kwamba tunadai yale madai yote ya walimu. Kwa mfano kuna walimu wanadai malimbikizo ya mishahara, kwa hiyo tutakwenda kufanya na serikali ili kuona namna gani yale malimbikizo yanalipwa. Lakini sisi tunaangalia maslahi ya walimu. Walimu tunapomwangalia, kuna masuala mazima ya madaraja yapande kwa wakati, lakini pia kuna mambo ya nyumbani, yani majumbani baada ya kazi walimu wanahitaji wapate majumba. Sasa nayo vile vile huwa tunakwenda kwa ajili ya kudai na kuona kwamba serikali itengenezee nyumba walimu, hasa wale walimu ambao wanaishi kando kando au pembezoni mwa wilaya yetu ya Rufiji. Kuna walimu ambao wanafanya kazi karibu kabisa na mbuga za Seru, majumba yao wakati wote ile tembo anafika na nini. Kwa hiyo sisi tunaenda kuhimiza serikali iwajengee nyumba zilizokuwa bora na imara, ili wanapokuwa wanafanya kazi zao wahisi usalama na amani unapatikana. Lakini pia kwenda kujenga mshikamano wa walimu. Walimu ni jeshi kubwa, tutakwenda kujenga mshikamano kuhakikisha kwamba litakalompata mwalimu basi lio la walimu wote. Kwa hiyo mshikamano tutakwenda kujenga wa hali ya juu sana. Ndio kwamba wanachama wanajitoa ni vile tu kwa sababu ya kuhitaji yani maslahi yao, kwa sababu mtu akishaona anakatwa shilingi 20,000 akakuta huko anakatwa shilingi 5,000, anahisi ile 15,000 anaweza kaenda kufanyia mkopo au kufanya nini. Sasa anasahau zile kazi ambazo chama zinakifanya kwa ajili ya yeye kuongezewa maslahi yake. Nini wito wako sasa? Mimi wito wangu kwa walimu wote tushikamane. Walimu tushikamane, walimu wote tujiunge katika CWT, na wale tulikuwa kwenye CWT tubaki kwenye CWT ili kuhakikisha kwamba tunadai maslahi yetu. Umoja wetu ndio nguvu yetu. Tunaposambaratika maana yake hatuwezi kuendana na nguvu ya mwajiri kama hatuna taasisi iliyokuwa imara kama CWT kwa ajili ya kutupambania haki zetu. Kwa jina naitwa Suzan Shesha, katibu chama cha walimu mkoa wa Pwani. Tuko hapa na kamati yetu ya uendeshaji ya mkoa kwa lengo moja tu la kusimamia uchaguzi ngazi ya wilaya ya Rufiji, lakini pia watapitia bajeti yao ya miaka mitano na mapato na matumizi kwa miaka mitano. Wito wangu ni kuwatakia kila la heri katika uchaguzi muhimu. Wakachague viongozi wazuri, viongozi wenye maadili, viongozi wasiokuwa wanaharakati, viongozi ambao watabeba maono yao kwa miaka mitano. Tunamshukuru Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan kwa kuridhia kuwepo kwa kliniki ya Samia Teachers Mobile Clinic ambayo ilikuwa na lengo moja tu la kusikiliza na kutatua kero za walimu nchi nzima. Sisi mkoa wa Pwani tulipata neema hiyo kwa mara ya kwanza katika ile awamu ya kwanza ya kliniki ambayo inajumuisha timu kutoka ofisi ya Rais, tume ya utumishi, timu kutoka TAMISEMI, Wizara ya Elimu, TSC na Chama cha Walimu Tanzania. Kwa hiyo muunganiko huu au bondi hii imeenda kusaidia kusikiliza kero na changamoto za walimu nchi nzima. Mkoa wa Pwani ukiwa kwenye awamu ile ya kwanza, walimu walisikilizwa. Senta ya kwanza ilikuwa ni Kibaha, senta ya pili ilikuwa ni Mkuranga, ambapo walimu wa Mafia Rufiji walisikilizwa pale changamoto zao na zimeendelea kutatuliwa na nyingine zilitatuliwa pale pale. Kwa hiyo tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais. Sasa hivi kilichobaki ni utekelezaji, kusukuma yale ambao bado hayakamilika ili yaweze kukamilika. Jina naitwa Mwalimu Habat Maridiani Ngimi, mjumbe wa kamati ya utendaji ya taifa nikiwakilisha mkoa wa Pwani. Leo tuko katika wilaya ya 5 katika mkoa wetu wa Pwani katika mambo ya uchaguzi ambako chama cha walimu kimeendelea kufanya uchaguzi wake kwa demokrasia. Na leo tuko Rufiji. Tunashukuru Mungu kwamba tumeanza vizuri zote za mkutano mkuu na mkutano mkuu umeenda salama. Na hadi mgeni rasmi ametuasa na kutuelekeza namna gani ya kuchukua viongozi wetu katika demokrasia iliyo wazi na katika kweli na haki. Na tunashukuru kwamba viongozi wameenda kupatikana. Na tunaamini watatuvusha katika miaka mitano ijayo kuanzia mwaka 2025 mpaka 2030. Kikubwa ni kuendelea kuwaasa watekeleze au wasimamie kanuni na katiba yetu chama cha walimu ili hatimaye chama kiendelee kuwatumikia walimu katika weledi wake. Kuhusu wilaya yetu ya Rufiji,
yako mazingira magumu ambayo walimu wetu wanakaa, ikiwemo maeneo ya Delta na maeneo karibu na mbuga za wanyama. Kwa kweli sisi kama chama cha walimu tumeendelea kuiomba serikali kutekeleza na kulipa baada ya stahiki ambazo tunadhani zingewamotisha walimu kufanya kazi kwa bidii. Mojawapo ikiwa ni posho ya mazingira magumu. Ya pili ni kuhakikisha kwamba posho ya ufundishaji au teaching allowance, ili at least walimu nao wajisikie ni sehemu mojawapo ya kutumia keki ya taifa. Tunaamini Mheshimiwa Rais hiyo analiweza, kwa sababu ameanza vizuri kulipa posho za madaraka kwa walimu viongozi, ikiwemo wakuu wa shule, walimu wakuu wa Yerusalemu kata na kadhalika. Hiyo ni kiashirio kwamba serikali inaendelea kusikiliza kero za walimu. Kwa hiyo tukiwa tunaendelea kushirikiana na serikali iliyoko madarakani ya Chama cha Mapinduzi kiongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan, tunaamini mazingira kama ya Rufiji ambayo wakati mwingine kuna changamoto za mafuriko, changamoto za wanyama wakali na kadhalika, zinaweza zikatatuliwa kwa kuendelea kuwapa walimu motisha. Lakini tunaendelea kumshukuru kwa sababu hata hivyo ameweza kujenga nyumba za walimu, shule mpya kama ya Bibi Titi ambayo imejengwa kuanzia ngazi ya msingi mpaka kukamilika. Ni dalili tosha kwamba serikali inaendelea kutuunga mkono na kuendelea kutuwekea mazingira mazuri ya kufanya kazi ya walimu, na sisi tunaendelea kumuunga mkono kwa 100%.